wamekosea. Ukiacha aya hii kuwa ndiyo itakuwa inatuongoza katika somo letu la leo, almusalahatu, kutengeneza maridhiano, islahi, kupatana kwa jamii, familia, watu. Lakini pia tutaongozwa na kanuni ya kisheria inayosema darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalihi, kuondosha madhara. Darul mafasidi, kuzuia madhara. Kuzuia madhara kunatakiwa kutangulizwe kulikoni kutazama yale maslahi yanayoweza kupatikana katika jambo. Darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalihi, kuzuia madhara kunatakiwa kutangulizwe kulikoni kuangalia maslahi unayoweza kuyapata. Kwa mfano, unaweza ukawa na shughuli yako mtaani, pengine labda una dua au pengine kuna harusi ya mtoto wako. Sasa unahitaji kufunga mtaa, kufunga njia. Wataalamu wa sheria wanasema pengine njia ile inatumiwa na watu wengi zaidi kulikoni wewe kufunga mtaa kwa ajili ya harusi ya mwanao. Ni bora ukauacha mtaa ukabakia kuwa wazi ili watu waendelee kupata maslahi ya ule mtaa kupita njia kulikoni wewe kufunga ule mtaa. Ndio kanuni hii ya kisheria maana yake. Darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih, yani kuondosha madhara kunatakiwa kutangulizwe. Wewe ukizuia njia kwa sababu ya harusi ya mwanao, kuna watu wanaweza wakapata tabu kwa sababu njia itakosekana pale mtaani. Sasa ni bora ufungue ile njia, ni bora ile harusi ya mwanao ukaitafutia mahala pa kwenda kuifanya au ukaifanyia ndani kwako ili watu waweze kupata faida na ile njia waendelee kupita. Ndio darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalihi, kuzuia madhara kunatakiwa kutangulizwe zaidi kulikoni kuangalia maslahi unayoweza kuyapata. Wakati fulani kukubali kupatana na mtu, kukubali kukaa katika meza ya mazungumzo na mtu, wakati fulani inawezekana ikawa ni bora zaidi kulikoni wewe kuendelea kubakia kwenye ugomvi, kwa sababu kupatana na kuelewana kunaweza kuleta manufaa zaidi kulikoni kuendelea kuwepo kwenye migogoro. Ndio darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalihi, kule kuzuia madhara kunatakiwa kutangulizwa kulikoni kuangalia maslahi unayoweza kuyapata katika lile jambo. Kwa hiyo kanuni hii ya kisheria pia itatuongoza katika somo letu la leo, almusalahatu, namna gani tunaweza kutengeneza maslahi baina yetu na watu au baina ya watu waliokosana, familia, mataifa, katika nchi. Ikiwa watu wamekoseana, namna gani mtu anaweza kukubali kutengeneza maridhiano, kupatana na mtu kwa kutengeneza islahi baina yake na yule mtu ili asiweze kutokea madhara zaidi. Kwa nini Uislamu unapinga migogoro? Nukta yetu ya kwanza tuanzie hapa. Kwa nini Uislamu unapinga migogoro? Migogoro katika Uislamu inapingwa kwa sababu ndiyo ambayo imepelekea Uislamu leo umefikia hapa kukosa sulta, kukosa izza, nguvu, kwa sababu ya migogoro. Uislamu unapinga migogoro kwa sababu ndani yake kunaweza kupatikana alhiqdu, chuki. Ndio maana Uislamu unakataza migogoro. Uislamu unakataza migogoro, watu kutoelewana, kwa sababu ndani yake inaweza ikapatikana alhiqdu, chuki. Na ikipatikana chuki, maana yake watu watashindwa kupendana, na watu wakishindwa kupendana, maana yake watashindwa kuwa wamoja, na wakishindwa kuwa wamoja, tafsiri yake ni kwamba watashindwa kufikia lengo la kimaendeleo katika jambo la aina yoyote. Ndio maana unaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya vitu alivyokuwa anavifanya ni kuwaunganisha masahaba lao liwe moja, ili baada ya kuwa wamoja waweze kupendana, baada ya kupendana waweze kupiga maendeleo katika nyanja mbalimbali, nyanja za kiuchumi,
nyanja za chuki. Na kukiwa na chuki hakuwezi kuwa na mapenzi. Kukiwa hakuna mapenzi, maana yake hamwezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Mathalan, kwenye familia, ndugu wakiwa hawaelewani, wana migogoro, kunapatikana alhiqdu, chuki ndani yake. Kukipatikana chuki ndani yake, familia inakuwa ndani yake haiwezi kuelewana, kunakuwa hakuna mapenzi. Kukikosekana mapenzi katika familia, maendeleo ya kifamilia hayawezi kupatikana. Mke na mume wakiwa hawaelewani, kukiwa na migogoro katika ndoa, kunapatikana alhiqdu, chuki baina ya mke na mume. Kukiwa na chuki baina ya mke na mume, mapenzi yanakosekana baina ya watu wawili. Yakikosekana mapenzi, hawawezi kufikia hatua ya kimaendeleo katika malezi ya watoto, hawawezi kufikia hatua ya kimaendeleo katika kujenga familia yao. Kwa vyovyote vile familia itabomoka. Kwa hiyo Uislamu unakataza migogoro, kwa sababu migogoro ndani yake inakwenda kuzalisha alhiqdu, chuki. Na kukiwa na chuki, kunakuwa hakuna mapenzi ndani yake. Ndio maana Uislamu unapelekea kuzuia kitu kinaitwa migogoro. Hii sababu ya kwanza. Kwa nini Uislamu unakataza migogoro katika jamii? Unakataza migogoro katika nchi, katika familia. Kunapatikana kitu kinaitwa alkarahia, uhasama. Alkarahia, uhasama maana yake kutokuelewana. Kukiwa na migogoro katika nchi, watu wanakuwa hawaelewani. Kwa mfano, migogoro ya kisiasa katika nchi, kunapatikana uhasama ndani yake, huyu chama fulani, huyu chama fulani. Kukipatikana uhasama katika familia, kukipatikana migogoro katika familia, kunapatikana uhasama, huyu anakuwa hampendi huyu, huyu hampendi huyu. Kukipatikana migogoro katika jamii, kunapatikana alkarahia, kunapatikana uhasama. Inafika hatua watu wanakuwa hawazikani. Kwa mfano, niwapeni mfano. Miaka fulani paliwahi kutokea mgogoro wa kisiasa Zanzibar. Ilifika mahala watu walikuwa hawazikani, huyu kafu, huyu CCM, watu walikuwa hawazikani. Ulipatikana uhasama wa aina hiyo. Ilifika mahala baba na mtoto wake walikuwa hawazungumzi, kwa sababu baba kafu, mtoto CCM. Baba na mtoto hawazungumzi, alkarahia, ulipatikana uhasama. Sasa migogoro ya aina hii ya kisiasa inapopatikana kwenye jamii, kunapatikana uhasama ambao unapelekea watu wanashindwa kuelewana, mpaka wakati fulani watu wanashindwa kulishana chakula, watu wanashindwa kunywa maji ya fulani. Mtu akiacha maji anakuwa hawezi kunywa tena, anaogopa pengine naweza nikawa nimewekewa sumu. Inafikia mahala wanakuwa watu hawezi kuzikana kwa sababu ya migogoro. Kunapatikana alkarahia, uhasama. Ndio maana Uislamu unapinga migogoro katika jamii, migogoro katika familia, migogoro baina ya ndugu kwa ndugu, migogoro kati ya nchi na nchi, migogoro ya kisiasa katika nchi. Uislamu unapinga kwa sababu ya kutazama kitu kinaitwa alkarahia, uhasama. Ukipatikana huu, taifa linakuwa haliwezi kupiga hatua za kimaendeleo. Jambo la tatu, Uislamu kwa nini unapinga migogoro? Uislamu unapinga migogoro kwa sababu kunapatikana kitu kinaitwa dhulma. Kukiwa na migogoro katika familia, kukiwa na migogoro katika nchi, kunapatikana dhulma ndani yake. Watu wanadhulumiana kwa sababu ya migogoro. Kwa mfano, ikitokezea watu hawaelewani kwa migogoro ya kisiasa, niwapeni mfano. Wakati fulani kulitokea migogoro Rwanda kulitokea migogoro ya kikabila baina ya Wahutu na Watusi. Kilichoenda kutokea dhulma, walikufa watoto, walidhulumiwa uhai wao. Dhulma, walibakwa wanawake. Dhulma, wazee, watu wazima wasiokuwa na uwezo wa kukimbia, uwezo wa kunyanyuka, wagonjwa waliuawa, walidhulumiwa uhai wao, walidhulumiwa utu wao kwa sababu ya migogoro ya kikabila. Kwa hiyo kukiwa na migogoro mahala, kunapatikana dhulma. Kwa mfano, ikiingia vita katika nchi zenye vita, tutolee mfano Palestina. Dhulma inayofanyika Palestina, watoto wanauawa, wazee wanauawa,
wanawake wanabakwa, dhulma, mtu anadhulumiwa utu wake kwa sababu ya migogoro ya kugombea ardhi, migogoro ya kisiasa. Nendeni Afrika ya Kati, Central Africa, kuna vita vya mapigano vya wenyewe kwa wenyewe, watu wanadhulumiwa, wanawake wanabakwa, inapatikana dhulma ya mtu kudhulumiwa utu wake. Kwa hiyo kukiwa na migogoro mahala, ndani yake kunapatikana adhulmu. Ndio maana Uislamu unapinga migogoro baina ya familia kwa familia, baina ya nchi na nchi, kwa sababu kunapatikana dhulma ndani yake. Hii ni sababu ya tatu, ndio maana Uislamu unapinga migogoro. Sababu ya nne, kwa nini Uislamu unapinga migogoro? Kwa sababu kunapatikana kitu kinaitwa al-inqisamu, mgawanyiko. Watu wanagawika makundi, mapote. Kukiwa na migogoro kunapatikana al-inqisamu, kugawanyika. Kunakuwa na pote hili, kundi hili, kunakuwa na kundi hili, kunakuwa na kundi hili. Watu wakiwa na migogoro ya kisiasa kunakuwa na mgawanyiko wa kimakundi. Yule ipo kundi fulani, yule ipo kundi fulani, yule ipo kundi fulani. Kukiwa na mgogoro wa kifamilia kunakuwa na kundi la fulani, kundi la fulani, kundi la fulani. Na Mwenyezi Mungu anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba moja, shikamaneni katika dini moja na wala msifarikiane. Kwa sababu kukiwa na al-inqisamu, kukiwa na mgawanyiko, watu wamegawika, ni rahisi adui kuja kupenetrate, kuingia mahala hapo. Ndugu akiwa hawaelewani, adui anatumia mwanya wa kuendelea kuja kuwafanya muendelee kuwa madhaifu katika familia. Mke na mume wakiwa hawaelewani, adui anatumia mwanya wa kuingia kuja kuendelea kuwagawa na kupenyeza ajenda zake, kwa sababu mke na mume hawaelewani. Nchi ikiwa haielewani, al-inqisamu, ikiwa ina mgawanyiko, ikiwa ina makundi, wale maadui wa nje wanatumia mwanya ule kuendelea kuwafanya kuwa madhaifu katika baadhi ya mambo fulani fulani. Kwa mfano, kukiwa na mgawanyiko wa kisiasa Tanzania, kwa maana ya Watanzania hawaelewani kwa sababu ya mambo ya kisiasa, wale maadui wa kiuchumi wa Tanzania wanatumia mwanya huo kuendelea kuwagawa ili wao waendelee kupiga hatua za kimaendeleo. Kwa mfano, labda Tanzania kuna dili fulani wanaitafuta. Niwapeni mfano uliokuwa wazi. Kulikuwa na dili moja Tanga ya Dangote kujenga refinery katika mji wa Tanga, kituo cha uchakataji wa mafuta ambayo yanakuja kusafishiwa katika mji wa Tanga. Katika moja ya vitu ambavyo wawekezaji wanatazama ni political stability, yani ni kwa namna gani nchi ipo sawa kisiasa, ni namna gani nchi ina utulivu wa kisiasa, ndio mwekezaji anaweza kuweka pesa yake au kuinvest au kuwekeza katika nchi ya aina fulani. Mwekezaji hawezi kwenda kuwekeza Gaza, kwa sababu Gaza hakuna political stability kwa sasa, kwa sababu anajua pale Gaza kuna vita. Mwekezaji hawezi kwenda Central Africa, kwa sababu anajua kuna vita, nikienda kuweka pale fedha yangu itapotea. Uwezi kwenda kuwekeza katika nchi ambayo hakuna maelewano ya kisiasa, kwa sababu muda wote kinanuka. Kwa hiyo mtu kama Dangote akija kuwekeza Tanzania, mmoja ya kitu anachokiangalia ni political stability. Nchi ipoje kisiasa? Je, wanaelewana? Ikiwa hawaelewani, hawezi kuweka pesa yake pale. Kwa hiyo kukiwa na al-inqisamu, kukiwa na mgawanyiko katika nchi, maana yake ni kwamba mnampa adui nafasi ya kuendelea kuwagawa. Wale wawekezaji wanatoka wanakwenda katika nchi nyingine, wale wawekezaji wanatoka wanakwenda katika nchi nyingine. Ikiwa nyinyi mna bandari, tambueni ya kwamba Kenya nao wana bandari. Ikiwa nyinyi mna bandari, Kenya nao wana bandari. Ikiwa nyinyi mna al-inqisamu, mna mgawanyiko wa kisiasa, political stability haipo katika nchi, mwekezaji anatoka hapa anakwenda kuinvesti Mombasa katika bandari ya Kenya. Kwa hiyo maana yake lazima mkubali kuwa wamoja.
msiwe na mgawanyiko ndani yenu, kwa sababu wale wawekezaji wanaweza kuondosha mitaji yao, au wanakuwa hawawezi kuwekeza, wanakwenda kuwekeza katika nchi nyingine, na wale maadui wenu wa kiuchumi wataendelea kuwagawa kupitia mwanya huo, ili wale wawekezaji waende wakawekeze katika nchi yao. Na ndio moja ya mbinu ambayo watu wengine wanaitumia. Ukiona mahala hakuna utulivu wa kisiasa, ujue kuna baadhi ya watu wengine pia nao wanatumia mwanya huo kuendelea kuwachonganisha, ili mpoteze wawekezaji, wahamisha mitaji waende wakawekeze katika nchi nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana taifa au familia wawe na umoja, waelewane, kusiwe na al-inqisam. Ndio maana Uislamu unapinga migogoro, ndio maana Uislamu unakataza mipasuko na migawanyiko, kwa sababu ikiwemo migogoro ndani yake kunapatikana sababu ya 4, al-inqisamu, mgawanyiko. Kukiwa na mgawanyiko, kwa vyovyote vile mtakuwa hamwezi kuwa sawasawa, na mnaweza kupoteza fursa nyingi sana. Mnaweza kupoteza fursa nyingi sana. Kwa mfano, kwenye familia mkiwa hamuelewani, mkiwa mna mpasuko, mgawanyiko kwenye familia, mnaweza kupoteza fursa nyingi sana kwenye familia. Inawezekana kupoteza fursa nyingi sana kwenye familia kwa sababu hamuna maelewano, kumepatikana al-inqisam. Jambo la 5, kwa nini Uislamu unakataza migogoro? Uislamu unakataza migogoro kwa sababu kunapatikana kitu kinaitwa al-intiqamu. Al-intiqamu maana yake ni visasi. Kukiwa na migogoro kunapatikana visasi ndani yake. Kukiwa na migogoro kunapatikana visasi ndani yake, kwamba huyu amenifanya hivi, lazima mimi nimlipizie. Huyu amenifanya kitu fulani, lazima nimlipizie. Ile lazima nimlipizie, vile visasi vinakuwa vinawafanya nyinyi muendelee kubakia katika hali ya migogoro. Uislamu unakataza migogoro kwa sababu ndani yake kunapatikana al-intiqamu, visasi. Mkiwa na migogoro ya mara kwa mara, kwa mfano katika nchi, kukikosekana al-musalahatu, kukikosekana maridhiano, yani maana yake mkapatana, mkakubali sulhu, kuelewana, ndani yake kunapatikana al-intiqamu, visasi. Kukiwa na visasi maana yake kunakuwa na migogoro. Kukiwa na migogoro maana yake hamuwezi kukaa sawa hata katika nchi. Yani nchi ikiwa na migogoro, ikiwa haina maridhiano, pengine mmekosana mahala kisha mkawa hamna maridhiano, kwa vyovyote vile kutapatikana al-intiqamu, visasi vitakuwemo ndani yake. Ili kusiwepo na visasi, lazima kuwepo na al-musalahatu, lazima kuwe na maridhiano. Ndio maana mnaona baada ya ile wanaita apartheid, baada ya makaburu na wa Afrika ya Kusini, baada ya kuwa waliishi katika uhasama, katika migogoro ya muda mrefu katika nchi ya Afrika ya Kusini. Uzuri mimi nimeishi Afrika ya Kusini, nimefuatilia historia ya Afrika ya Kusini, najua mgogoro ulivyokuwa Afrika ya Kusini, namna wale makaburu walivyotunga sheria kandamizi dhidi ya wakosa, dhidi ya waswana, dhidi ya wazulu, yani maana yake watu weusi. Ilitungwa sheria kandamizi kwamba ilifika mahala yani mtu mweusi haruhusiwi kwenda maeneo ambayo watu weupe wanakaa. Ilifika mahala basi ambalo wanapanda wazungu, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kupanda. Maeneo ambayo wanaishi watu weupe, watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kuishi. Afrika ya Kusini kuna maeneo yanaitwa, kwa mfano kule West London, East London. East London kuna eneo ambalo wanaishi watu weupe sana, East London. Kuna maeneo kwa mfano kule Port Elizabeth, ni maeneo ambayo wanaishi watu weupe sana. Ukienda maeneo kama Western Cape, ni maeneo ambayo wanaishi watu weupe sana. Wakati ule wa apartheid ilitungwa sheria maalum kwamba hairuhusiwi
mtu mweusi kuja kuishi maeneo haya, bali ilifika mahala migahawa, sehemu za hoteli za kwenda kula ambazo wanakwenda watu weupe, Wakosa, Wazulu, Waswana, walikuwa hawaruhusiwi kwenda maeneo hayo. Ilitunga sheria inaitwa apartheid. Lakini baada ya Mandela kuikomboa Afrika ya Kusini, miaka 27 kukaa jela, alipokuja kuikomboa Afrika ya Kusini 1994, 1994, walitengeneza almusalahatu, walitengeneza maridhiano ambayo yaweze kuwafanya watu weupe na watu weusi wakae mahala pamoja, lakini kusiwepo na visasi ndani yake, kusiwepo na al-intiqamu, kusiwepo na visasi ndani yake. Ni kweli makaburu waliwatesa watu weusi, lakini afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Mwenyezi Mungu anasamehe yaliyopita. Mandela baada ya kuchukua nchi akasema tusilete al-intiqamu, visasi vya kuwalipiza hawa watu weupe eti kwa kuwa walitofanya jambo fulani. La, tutengenezeni maridhiano ya kweli ili tuweze kuishi mahala pamoja. Bali Afrika ya Kusini, nataka kuwaelezea hapa muone kwamba wale watu walipitia mazingira magumu kiasi gani, lakini mwisho wa siku walikubali kufanya almusalahatu, maridhiano, ili waendelee kuishi mahala pamoja, kuijenga nchi yao. Ilifika mahala, yani mtu mweusi Afrika ya Kusini ilikuwa haruhusiwi hata kumiliki miguu 20 kwa 20 katika ardhi, ilikuwa haruhusiwi. Watu weupe ndio walikuwa wana uhuru wa kumiliki maeneo makubwa Afrika ya Kusini. Mtu mweusi aliyekiwa mipaka kwamba wewe utamiliki miguu 20 kwa 20 ya kujenga nyumba tu, lakini huwezi kuwa na shamba la eka 1 wala eka 2. Lakini Mandela alipoingia akasema hatuwezi kufanya al-intiqamu, visasi haiwezekani, lazima tufanye al-musalahatu, lazima tukubali kufanya maridhiano ya kweli. Alichokifanya Mandela na makaburu, wakaunda tume maalum. Tume ile ilikuwa ikiongozwa na Desmond Tutu, ambaye ndo alikuwa mwenyekiti wa tume kwa ajili ya kutengeneza maridhiano, kwamba wazike tofauti zao, wakubali yaliyopita, sindwele tugange yajayo. Ikaundwa tume, na tume ikawa na sheria maalum, kisha wakaanza kufuatilia hali ilikuwaje. Nani alimuua fulani? Nani alifanya nini? Nani alifanya nini? Mandela aliunda tume hiyo. Kuna watu waliuawa, wakina Stephen Biko, wakina Biko waliuawa Afrika ya Kusini. Wakati ule wa makaburu walikuwa wakiwaua wanaharakati wa watu weusi. Ni nani alimuua Biko? Ni nani alimuua Sebukwe? Nani alimuua? Tume ile iliundwa, kazi yake ilikuwa ni kwenda kufuatilia matukio yote yale, lakini iliundwa sheria maalum kwamba watakaokuja katika tume wakija kueleza kwamba nani alimuua fulani, nani alimtuma fulani, wale watu walikuwa hawashtakiwi, walikuwa wana uhuru. Kama unavyoona wakati ule wa JK, tume ya Jaji Kipenka, kama mnakumbuka, waliuawa wale watu wakati wa Zombe, kuna wafanyabiashara fulani wa madini waliuawa. Kisha rais wa wakati ule akaunda tume maalum. Ile tume ilipoundwa ilikuwa ina sheria maalum kwamba walioitwa katika tume walikuwa wamewekewa security protection, kwamba ukisema chochote kwenye tume hautoweza kushtakiwa. Na ndivyo ilivyoundwa tume ile ya Afrika ya Kusini ambayo ilikuwa inaongozwa na Desmond Tutu. Watu walikwenda katika tume, wakaeleza hali ilivyokuwa, walitumwa na nani kuua wakina Biko, wakina Sebukwe, waliuawa na kina nani. Watu wakasema, wakaeleza, na baada ya kuelezwa, mwisho wa siku wakatengeneza maridhiano ya kweli, wakaelewana, wakaanza kuishi pamoja. Mpaka leo ninavyozungumza, Afrika ya Kusini, watu weupe na watu weusi wanaishi mahala pamoja.
watu weupe na watu weusi wanaoana Afrika ya Kusini. Yalitengenezwa maridhiano ya kweli, lakini walizika tofauti zao zilizopita. Kulikuwa hakuna visasi tena. Mara ya mwisho mimi natoka Afrika ya Kusini ilikuwa 2013. Ndio natoka Afrika ya Kusini. Yani ilikuwa ni shwari. Migahawa, ukienda KFC, ukienda McDonald, yani mtu mweusi anaingia anakula na mtu mweupe anaingia anakula. East London unaweza kwenda kuishi, Port Elizabeth unaweza kwenda kuishi, Western Cape unaweza kwenda kuishi, Cape Town unaweza kwenda popote, unaweza kwenda kuishi. Ni kwa sababu walizika tofauti zao, kukawa hakuna al-intiqamu, kukawa hakuna visasi. Kwa hiyo Uislamu unapokuwa unakataza migogoro, maana yake unatazama mbali ya kwamba ndani yake kunaweza kupatikana visasi. Ndani yake kunaweza kupatikana visasi. Ndio maana Uislamu unakataza migogoro katika familia, katika jamii, katika nchi, kwa sababu ya kuchunga maslahi mapana katika jamii. Hilo ni jambo la tano, kwamba Uislamu unakataza migogoro kwa sababu ya al-intiqamu, kunaweza kupatikana visasi. Rejeeni 1994 Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda. Rejeeni kati ya Wahutu na Watusi walivyokuwa wameuana. Baada ya pale walitengeneza maridhiano, iliundwa tume maalum ya maridhiano. Baada ya maridhiano, leo Rwanda huwezi kuzungumzia ukabila katika nchi ya Rwanda. Hakuna visasi katika nchi ya Rwanda kwa sababu walikubali kuzika tofauti zao, kukawa hakuna tena visasi katika taifa la Rwanda. Kwa hiyo Uislamu unapinga migogoro. Uislamu unataka almusalahatu, unataka maridhiano, watu wakubali kuridhiana. Ndio maana unaona Mtume alikubali kuingia mikataba migumu. Kwa mfano sulhu Hudaybiyah, aliingia mikataba migumu na wasiokuwa Waislamu. Kwa nini Mtume alikubali kuingia mikataba migumu? Alikubali kuingia mikataba migumu kutengeneza maridhiano ili watu waweze kuishi kwa amani katika nchi ya Madina, ili watu waweze kuishi kwa amani katika nchi ya Makka. Ndio maana Mtume alikubali kuingia katika maridhiano, japokuwa kulikuwa na masharti magumu katika mikataba, lakini bado Mtume alikubali. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alikuwa anajua migogoro siku zote haiwezi kuleta manufaa katika umma. Na Mtume japokuwa alifanyiwa madhara, lakini baadaye alipokuja kupata nguvu na kwenda kuukomboa mji wa Makka, kila mmoja anajua fathu Makka mwaka wa 9, nadhani mwaka wa 9 kama sijakosea Hijria, Waislamu walikwenda kuukomboa mji wa Makka. Wanatokea Madina wanakwenda kuukomboa mji wa Makka. Mtume akiwa ana nguvu, Mtume anaingia katika mji wa Makka, anawakuta wale Makuraishi waliokuwa wamemfanya vitimbwi, waliokuwa wamemteza nguvu Mtume, walimfanyia kila aina ya madhila Mtume. Mtume anaingia katika mji wa Makka akiwa ana jeshi, anakwenda kukomboa mji wa Makka. Anawauliza wale Makuraishi, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, mnadhani mimi nitawafanya nini leo? Manake nyie mlinitesa. Kama unavyoona Mandela, makaburu walimfunga jela miaka 27. Rejeeni kwenye kitabu cha The Long Walk to Freedom cha Mandela, walimfunga jela miaka 27. Lakini Mandela alipokuja kuichukua nchi hakuleta al-intiqamu, hakuleta visasi. Mtume aliondoshwa Makka na mipango ya kumuua, lakini Mtume amerudi Makka, ameukomboa mji wa Makka. Anawauliza, mnadhani leo nitawafanya nini? Madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, mnadhani nitawafanya nini? Lakini Mtume hakuwa na visasi, akawaambia antum tulaqa, mpo huru, sitowafanya chochote. Si kana kwamba Mtume alikuwa ni dhaifu, hapana. Kutokuwa na visasi haina maana kuwa wewe ni dhaifu. Kusamehe haina maana kuwa wewe ni dhaifu. Kutengeneza maridhiano haina maana kuwa ni dhaifu, la, bali unatengeneza watu wawe wamoja katika jamii. Ndio lengo la Mtume lilikuwa hivyo. Hakulipiza kisasi, hakumuua hata mtu mmoja alipoingia Makka, wala hakuwafunga,
wala hakuamrisha mkamateni fulani fanyeni hivi. La, Mtume alikuwa anatufundisha ya kwamba al-intiqamu, visasi ni kitu ambacho hakitakiwi katika umma. Kwa hiyo migogoro katika Uislamu huwa inazalisha al-intiqam, inazalisha visasi, na kukiwa na visasi maana yake kunakuwa hakuna mapenzi, mnakuwa mnaogopana. Kukiwa hakuna mapenzi hamwezi kupiga hatua. Hili ni jambo la 5. Lakini Uislamu kwa nini unakataza migogoro? Unakataza migogoro kwa sababu kunapatikana kitu kinaitwa qati'atur rahim. Qati'atur rahim, kukata udugu. Kukiwa na migogoro katika familia, udugu unakatika. Kukiwa na migogoro katika nchi ya kisiasa, udugu unakatika. Kukiwa na migogoro ya kidini, udugu unakatika. Qati'atur rahim, kukiwa na migogoro mnakata udugu. Siku moja niliwahi kuambia, leo nirudie. Mimi kaka zangu ni Wakristo. Niwapeni mfano. Mimi kaka zangu ni Wakristo, dada zangu ni Wakristo, tumezaliwa mama mmoja. Mama yangu mimi alikuwa Mkristo, dada zangu ni Wakristo, kaka zangu ni Wakristo. Kukiwa na migogoro ya kidini, mnaonaje huu udugu wetu wa kuzaliwa? Tafsiri yake ni kwamba unakuwa hauwezi kuwepo. Sasa mimi ni Muislamu, wale ni Wakristo. Maana hapa kuna udugu wa aina mbili. Kuna udugu wa kuzaliwa, kisha kuna udugu wa kidini. Udugu wenye nguvu kwa sisi Waislamu ni udugu wa kidini, lakini kuna undugu wa kuzaliwa ambao huu hauwezi kuondoka. Huu hauwezi kuondoka. Hauwezi kuondoka, ni undugu wa kuzaliwa. Kukiwa na migogoro ya kidini, kukiwa na migogoro ya kidini katika nchi, tafsiri yake ni kwamba mimi nitatengana na ndugu zangu, kwa sababu wale watabakia kuwa Wakristo, mimi nitabakiwa kuwa Muislamu. Ndio maana Uislamu unapinga migogoro, kwa sababu ndani yake kutapatikana qati'atur rahim. Udugu unaweza kukatika. Udugu unaweza kukatika. Ndio maana unaona kuna baadhi ya nyakati niliwaambia, migogoro ya kisiasa ilifika mahala watu walikuwa hawazikani Pemba. Migogoro ya kisiasa ilifika mahala watu walikuwa hawazikani Unguja, kwa sababu huyu CCM, huyu kafu. Uislamu unapinga migogoro. Ndio maana katika moja ya jambo la kwanza, ikitokea watu wakawa hawaelewani mahala, Uislamu jambo la kwanza unasema ni almusalahatu, lazima kuwepo na maridhiano ili watu waweze kurudi mahala pamoja. Kwa sababu kukiwa na migogoro ya kidini, migogoro ya kisiasa, udugu unaweza kugawika. Kwa hiyo Uislamu unapinga migogoro kwa sababu undugu unaweza kupotea baina ya watu. Jambo la mwisho, Uislamu unapinga migogoro kwa sababu kunaweza kupatikana dha'ful mujtama'i. Dha'ful mujtama'i, yani jamii inadhoofika kwa sababu ya migogoro. Jamii inadhoofika kwa sababu ya migogoro. Yani focus yenu inakuwa sio maendeleo. Focus yenu sio kupiga hatua mbalimbali. Focus yenu itakuwa kwenye migogoro. Jamii inadhoofika bila nyinyi wenyewe kujua, kwa sababu ya migogoro ya kisiasa, migogoro ya kidini. Ndio maana Uislamu unapinga migogoro. Udhaifu katika umma utaingia, udhaifu katika nchi utaingia. Niwapeni mfano. Dha'ful mujtama'i huwa haiathiri viongozi peke yake. Kwa mfano, inaweza ikatokezea watu wakawa na migogoro ya kisiasa katika nchi. Ile migogoro ya kisiasa inatoka ndani ya nchi inahamia nchi nyingine. Na nyie mnafahamu ya kwamba nchi za Afrika asilimia kubwa bajeti zake wakati mwingine zinategemea wahisani kutoka nje. Yani bajeti ya Tanzania kwa mfano ni trilioni 61. Makadirio ya bajeti ya Tanzania trilioni 61. Mapato ya Tanzania, mapato ya ndani ya Tanzania pengine trilioni 30 ndio mapato ya ndani. Trilioni 31 mnategemea wahisani kutoka nje waweze kuwasapoti bajeti yenu iweze kwenda. Mkiwa na migogoro ya kisiasa hamuwezi kukaribisha wahisani kuleta misaada yao katika bajeti yenu muweze kwenda. Bajeti yenu mkishindwa kuitekeleza kwa 100%, maana yake wanaoathirika ni jamii. Ndio inapatikana dha'ful mujtama'i. Ndio udhaifu katika umma unapoingia hapo.
maana yake mtashindwa kupata maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kiafya, maendeleo mbalimbali, kwa sababu ndani yake kuna migogoro ya kisiasa. Watu hamuelewani kisiasa. Wale wahisani nao watashindwa kuleta fedha yao mahala ambapo kuna migogoro. Kwa maana yake lazima mkubali kuwa wamoja. Ndio maana Uislamu unapinga hiki kitu. Uislamu unapopinga jambo haupingi tu, bali unatazama kuna madhara makubwa yanaweza kupatikana katika hilo jambo. Kwa hiyo migogoro inaweza kupatikana ndani yake dhaaful mujtama'i. Jamii inaweza kupata udhaifu kwa sababu ya migogoro. Kwa hiyo Uislamu unapinga jambo hilo. Kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Aristotle, ni mwanafalsafa wa Kigiriki. Kuna maneno aliwahi kuyasema, ni yanukuu. Aliwahi kusema, al-mujtama'u al-qawiyyu huwa alladhi yas'a afraduhu ila at-ta'awuni wal-'aishu al-mushtaraki, al-'aish al-mushtarak. Aristotle aliwahi kusema jamii yenye nguvu ni ile ambayo watu wake wanatafuta kushirikiana kwa pamoja, ndiyo jamii yenye nguvu. Jamii yenye nguvu ni ile ambayo watu wake wanatafuta kushirikiana kwa pamoja. Al-mujtama'u al-qawiyyu huwa alladhi yas'a afraduhu ila at-ta'awuni wal-'aish al-mushtaraki. Jamii yenye nguvu ni ile ambayo inatafuta kuishi pamoja na kushirikiana kwa pamoja. Hiyo ndio jamii yenye nguvu. Maana yake ni kwamba jamii inaweza kupata udhaifu ikiwa ndani yake hawakubali kuishi pamoja na hawakubali kushirikiana katika mambo yao. Haya ni maneno ya Aristotle. Tafsiri yake ni kwamba ili Tanzania iwe na nguvu, ili Uislamu uwe na nguvu, lazima watu wakubali kushirikiana kwa pamoja, kuondosha tofauti zao, kuondosha migogoro yao. Ndiyo jamii hii itakuwa ina nguvu. Jamii hii itaingia udhaifu ikiwa hawatokubali kuondosha tofauti zao, hawatokubali kuondosha migogoro yao waliokuwa nayo. Jamii hii itaendelea kubakia dhaifu kwa sababu ndani yao kuna mipasuko. Kwa hiyo lazima Uislamu uzingatie jambo hili, kwamba jambo la muhimu ni kutazama almusalahatu, maridhiano baina ya watu wakubali kushirikiana katika baadhi ya mambo. Kuna mwanafalsafa mwingine anaitwa Immanuel Kant, aliwahi kusema assalamu la yakunu haqiqiyan idha kana mujarrada hudnatin baina khasmataini. Huyu mwanafalsafa aliwahi kusema ya kwamba maendeleo au amani haiwezi kuwa ya kweli isipokuwa kwa watu wawili waliokuwa wamegombana watakapokubali kukaa chini kuondosha tofauti zao. Amani, yani Tanzania hapa tunaona tuna amani, lakini amani haiwezi kuwa ya kweli ikiwa watu wawili waliokosana wasipokubali kukaa chini kuondosha tofauti zao. Amani hiyo inakuwa sio ya kweli. Amani hiyo inakuwa sio ya kweli. Yani mtakuwa mnaishi mnajiona kama mna amani, lakini kama mna migogoro ndani yake, amani hiyo sio ya kweli. Ndio tafsiri yake. Amani ya kweli itapatikana pale ambapo watu wawili waliokosana wakakubali kukaa mahala pamoja, wakaondosha tofauti zao. Pale ndipo ambapo inapopatikana amani ya kweli. Ndio maana unaona Mtume alikuwa anakubali kufanya islahi. Mtume alikuwa anakubali kufanya maridhiano kwa sababu alikuwa anatafuta amani ya kweli. Amani ya kweli haipatikani mdomoni. Amani ya kweli inapatikana pale ambapo watu watakubali kuondosha tofauti zao walizokuwa nazo. Mandela katika moja maneno yake aliwahi kusema, ashujaa, shujaa wa kweli, yule mwenye nguvu, laisat fi ghiyabi alkhawfi fi anasema ya kwamba
ujasiri sio tu kwamba ya mtu yule ambaye aliyekuwa na hofu katika baadhi ya mambo yake. Yani jasiri sio yule mtu ambaye anakuwa na hofu katika mambo yake, bali jasiri ni yule ambaye anayekubali kuondosha tofauti yake aliyokuwa nayo katika nafsi na mwingine. Huyo ndio jasiri. Jasiri sio yule ambaye aliyekubali kukaa katika migogoro na mwenzie, hapana. Jasiri ni yule ambaye anayekubali kuondosha tofauti yake aliyokuwa nayo na mwenzie. Huyo ndio jasiri. Kwa maana yake ni kwamba ikiwa watu wamekosana, lazima wakubali kuondosha tofauti zao, ndio nchi inaweza kupiga hatua, ndio nchi inaweza kupata maendeleo ya kweli. Sasa ni zipi nguzo za maridhiano? Yani kwa mfano Mtume alipokuwa anakwenda kwenye maridhiano na watu kutafuta islahi, kuna nguzo zake. Ni zipi nguzo za maridhiano? Ni zipi? Nguzo ya kwanza kwenye maridhiano tunasema ni al-adlu. Lazima kuwepo na uadilifu kwenye maridhiano. Lazima kuwepo na uadilifu. Yani wale wanaosimamia maridhiano, watu kupatana, ni lazima wawe waadilifu wa kweli. Niwapeni mfano. Zanzibar leo mnaona uchaguzi ule uliopita, watu walikuwa yani wamefanya uchaguzi kwa njia ya amani mpaka wamemaliza. Hatujasikia hata mtu mmoja kachano na kiwembe Zanzibar. Kwa nini? Kwa sababu kwenye yale maridhiano walipatikana watu wenye uadilifu wa kweli ndani yake. Kwenye yale maridhiano kuwafanya Wazanzibari lao liwe moja. Uchaguzi wa mwaka 95 Wazanzibari waliuana. Uchaguzi wa mwaka 2000 Wazanzibari waliuana. Uchaguzi wa mwaka 2005 kila mmoja anajua. Wa 2010 kila mmoja anajua. Uchaguzi wa 2015 kila mmoja anaelewa. Lakini uchaguzi wa juzi Wazanzibari wamechaguana, hawajamwaga damu, hawajauana, na wamekaa kwenye meza ya maridhiano pamoja. Kwa nini? Nguzo ya kwanza kulipatikana al-adlu, uadilifu. Na Mwenyezi Mungu katika moja aya zake anasema, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kufanya uadilifu na ihsan na wema katika mambo. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kufanya uadilifu na wema. Kwa hiyo nguzo ya kwanza kwenye maridhiano, lazima wale wanaoleta maridhiano wawe waadilifu wa kweli. Ndio maana mnaona leo Zanzibar imekuwa haina machafuko. Wamefanya uchaguzi wao, wamefanya maridhiano, hakuna aliyeumia, kwa sababu waliokuwa wanasimamia yale walikuwa ni watu wana adala, wana uadilifu katika mioyo yao. Kuna mtu mmoja kule Zanzibar anaitwa Dr. Dimwa. Aitwa Dr. Dimwa. Ni mtu mmoja muadilifu sana. Mtu mmoja muadilifu sana. Kiasi ambacho hata yale mambo namna ya kuyaendea, ya kuwaweka watu mahala pamoja, inataka mtu awe na hekima namna gani ya kuweza kuwapatanisha watu lao liwe moja. Ndio maana mnaona leo Zanzibar imevuka. Zanzibar imekwenda salama, hakuna aliyeuawa. Maridhiano ya kweli imepatikana kwa sababu ya uadilifu. Kwa hiyo hata huku bara, ili maridhiano yawe ya kweli, watu waweze kuelewana, lazima kuwepo na uadilifu wa kweli katika yale maridhiano. Jambo la pili, al-afu, kusamehe kweli lazima kupatikane. Yani nguzo ya maridhiano lazima kuwe na msamaha wa kweli. Yani watu wasameheane kweli. Nilimsikia mtu mmoja, katibu mkuu wa chama kimoja cha upinzani hapa, alikuwa anaongea, alikuwa anasema kwamba viongozi wa dini tunawahitaji sana kwa wakati huu katika nchi yetu, ili kuweza kuona namna gani nchi inakwenda kwenye maridhiano. Na ni kweli, katika watu ambao wanaweza kusaidia kwa 100% watu wakaweza kuelewana, taifa likarudi mahala pamoja, ni viongozi wa dini. Na nguzo inayoweza kupatikana katika maridhiano ni al-afu,
msamaha wa kweli uweze kupatikana. Yani maana yake isiwe mtu sasa anaanza kufukua makaburi yaliyopita. Afa Allahu amma salaf, manake yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, tusamehe kweli. Na ndio unaona katika moja ya vitu ambavyo mimi wanavisifu sana, huwa navisifia sana. Siku moja nilikuwa naongea mahala, mtu mmoja akasema, shehe bwana, utakuwa chao wewe, utakuwa umegiwa begi wewe. Kwa nini? Nilikuwa nazungumza uchaguzi wa 2015 baada ya kuingia chuma, uchaguzi wa 2015 baada ya kuingia chuma. Nyinyi mnajua nchi hii mambo yalivyokuwa lumwage. Kuna watu walikimbia katika nchi hii, kuna watu akaunti zao zilifungwa, wafanyabiashara wengine walifilisiwa, wengine walikuwa jela, wengine walikuwa wanadai serikalini. Alipoingia mama Samia, alichokifanya, wale waliokuwa nje akawarudisha, akawaambia njoeni. Wale ambao akaunti zao zilizofungwa akawafungulia. Wale ambao sijui walikuwa wako jela, mama akawatoa. Si mnakumbuka kuna baadhi ya watu walikuwa wapo jela, akawatoa. Hapa ulipatikana msamaha wa kweli. Yani kwenye maridhiano kuna baadhi ya vitu lazima viwepo, mmoja wapo ni al-afu, msamaha wa kweli. Ndio maana unaona Samia akaja na fowara. Katika fowara kuna kitu kinaitwa reconciliation, maridhiano. Kwenye fowara kuna resilience, kuvumiliana katika mambo, kwamba bwana wewe utakuwa CCM, mimi kafu, mie Chadema, tuvumiliane katika vyama vyetu. Wewe bakia na chama chako, mimi nibakie na chama changu. Wewe Mkristo, mimi Muislamu. Akaja na fowara. Lengo lake ilikuwa ni kurudisha nchi iwe mahala pamoja. Kwa sababu kuna baadhi ya watu walikimbia kweli hapa mpaka wafanya biashara. Sasa ile ndio maana halisi ya al-afu, kusamehe katika maridhiano. Ndio maana halisi ya kusamehe, kwamba tusameheane, turudi tujenge nchi. Watu wakarudi kutoka nje, wakarudi hapa, tunajenga nchi. Kwa hiyo kwenye maridhiano ya kweli, nguzo ya pili al-afu, kusamehe kweli, tusameheane. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sio kukumbusha yale yaliyopita. Tukianza kukumbusha yale yaliyopita, hatuwezi kupata maridhiano ya kweli. Kuna mashekhe wapo jela mpaka leo, mashekhe wapo jela kesi za ugaidi. Mashekhe wa Kiislamu, mashekhe wapo jela kesi za ugaidi mpaka leo wapo. Wengine hawajahukumiwa. Wengine 15 wamehukumiwa vifungo vya maisha juzi. Sasa kwenye maridhiano ya kweli lazima kupatikane al-afu, msamaha wa kweli. Wale mashekhe waliokuwa jela kwa kesi za ugaidi watolewe. Kuna mashekhe wapo jela kwa kesi za ugaidi, watolewe. Tunapotaka maridhiano ya kweli, maana yake lazima upatikane msamaha wa kweli. Tusianze kukumbusha yale ya nyuma yaliyopita. Tukianza kukumbusha yale ya nyuma yaliyopita, yako mengi. Atatokea huyu atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi. Kwa hiyo pia nitumie jukwaa hili kumwambia yule katibu mkuu wa chama kile ambacho alichosema viongozi wa dini wanahitajika wakati huu, nimwambie ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tusikumbushe yale yashapita. Siku ya Oktoba 29 yale yashapita. Tukaeni chini, tutengeneze maridhiano, taifa liweze kwenda mbele. Tunapoteza fursa muhimu katika nchi kwa sababu ya migogoro ya kisiasa, migogoro ya kidini. Kumbe tukikaa chini tunaweza kuridhiana. Nani yupo ndani? Fulani yupo ndani, atolewe. Kuna mashehe wako ndani kesi za ugaidi, watoweni. Kuna fulani yupo ndani, mtoweni. Tunakaa chini, tunaridhiana, tuijenge nchi yetu. Tukikosa hilo, maana yake taifa letu tutakwenda kuligawa. Kwa hiyo nguzo ya pili al-afu, tukubali kusameheana kweli katika nafsi, sio kinafiki, la, tusameheane kweli. Isije kuwa kuna baadhi ya watu wanakuja kisha huku nyuma na mambo yao, la. Ikiwa tunakubali kusameheana, tusameheane kweli. Kwa hiyo viongozi wa dini, moja ya wito wetu ni kufunika yaliyopita. Afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Nguzo ya tatu katika maridhiano ni as-sidqu, ukweli. Ukweli, yani wakati rais anatafuta maridhiano,
namna gani anaweza kuunganisha nchi, lazima watu wawe wa kweli katika hili. Lazima watu wasiwe wanafiki, wasiwe waongo. Lazima kuwe na ukweli. Kukiwa hakuna ukweli kwenye maridhiano, basi maridhiano haya maana yake mnaghairisha mgogoro tu, mgogoro huu utaendelea. Kwa hiyo lazima watu wawe wa kweli. Hata wale ambao wanapinga maridhiano wanatakiwa wawe wa kweli, wasije kuwa wakawa wanapinga kumbe wana ajenda zao nyuma. Wanatakiwa wawe wa kweli. Ikiwa kweli wanataka maridhiano, basi wawe wa kweli, wasiwe na ajenda zao nyuma. Afa Allahu amma salaf, yaliyopita sindwele, tugange yajayo. Hii ni nguzo ya 3 katika maridhiano. Lakini nguzo ya 4 katika maridhiano, alhikma, hekima. Lazima kuwepo na hekima ndani yake. Hekima maana yake an ta'mala alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi wa ala an-nahwi alladhi yanbaghi. Hekima maana yake ni kulifanya lifaalo katika wakati ufaao na katika njia ifaayo. Hiyo ndio maana hekima. Mnapokwenda kwenye meza ya maridhiano, lazima muongozwe na kitu kinaitwa hekima. Lazima. Definition ya hikma maana yake kwa ufupi ni kukichukua kitu kukiweka mahala pake. Na anayetumia hekima sio mnyonge, sio dhaifu, la. Sio dhaifu. Anayetumia hekima haina maana kuwa ni dhaifu au ni mnyonge, hapana. Maana yake amekichukua kitu amekiweka mahala pake. Ndio maana juzi mmemwona rais alikuwa na kikao na wale teki, baraza la maaskofu Tanzania. Sio udhaifu, sio unyonge, sio udhaifu na wala sio unyonge. Maana kuna baadhi ya watu nimeona kama vile wanakebei, mara hivi, mara sio umesalenda, mara sio la. Alhikma hiya an ta'mala alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi wa ala an-nahwi alladhi yanbaghi. Anachokifanya rais maana yake anatumia hekima katika kuyaendea mambo, sio unyonge na wala sio udhaifu na wala sio kushindwa, hapana. Ndiyo njia ya maridhiano. Maridhiano yanataka hekima namna ya kuyaendea mambo. Hii ni nguzo ya 4 katika maridhiano. Lazima kuwepo na hekima. Ndio maana mnaona wale wenzetu wakaitwa, njoeni tukae chini, kuna jambo gani? Tuongee kwa pamoja. Ile ndio hekima. Mimi kwa tafsiri yangu, namna nilivyotafsiri, nimetafsiri kwamba kiongozi wa nchi ana hekima. Haina maana ya udhaifu, haina maana kuwa ni mnyonge, la. Hana maana hiyo. Maana yake anatumia hekima katika kuyaendesha mambo. Nyinyi mnajua katika moja ya vitu ambavyo vimetukwamisha sisi, yule Dangote alipokuwa amekuja hapa kutaka kujenga refinery pale Tanga, tukakosa ile fursa ya kujenga refinery pale. Moja ya kitu ambacho kimetukwamisha ni political stability katika nchi yetu. Inaonekana kisiasa hatuko sawa. Mara 7 watu wanaendesha maandamano, mara 8 kunakuwa na maandamano. Mnadhani mwekezaji gani anaweza kuweka pesa yake hapa? Trilioni 50 nani anaweza akaweka hapa? Trilioni 45 nani anaweza akawekeza? Kukiwa hakuna political stability. Lakini mwisho wa siku tumekuja kupata mwekezaji mwingine kawekeza trilioni karibu 61. Trilioni 61 refinery. Maana yake ili mwekezaji na wawekezaji wengine waendelee kuja, lazima kuwe na political stability katika nchi yetu. Ndio maana mnaona mama anatumia hekima katika kuwaleta watu pamoja, sio maana ya udhaifu. Kwa hiyo wakati mwingine tuwaeleze wale ambao wanamuona rais wa nchi kama vile ni mdhaifu, manake wakati fulani wakiona viongozi kama vile wameitwa wanakwenda kukaa naye, kuna watu wanaanza kuwatukana mashehe. Mashehe ubwabwa, mmeona mashehe ubwabwa hivi? La, haina maana hiyo. Hata sie Waislamu tunaya kwetu, tunayo. Lakini hekima inatuongoza kwenye kuyaendea mambo. Hekima inatuongoza. Tunahitaji kumpa comfort rais katika wakati huu kwenye kuitengeneza nchi. Tunayo mengi ya kumwambia rais, tunayo mengi, lakini tunahitaji kumpa comfort, kumpa utulivu katika kipindi kama hiki wakati anakwenda kuitengeneza nchi. Tukisema na sie Waislamu mashehe tutoke mstari wa mbele, tutashindwa kumpa comfort kiongozi wa nchi na atashindwa kufanya kazi vizuri.
Kwa hiyo sisi tuna hekima katika kuyaendesha mambo. Tunawajibu wale ambao wanawaona mashehe hawana elimu au hawajielewi. Maana kuna baadhi ya watu nimeona, mnawaona wenzenu wenye PhD yao wameitwa Ikulu kwenda kuzungumza. La, mashehe wana hekima ya mambo. Kiongozi wa nchi ana hekima ya mambo, ndio maana anakubali kukaa katika baadhi ya mambo ili nchi iweze kwenda mbele. Tutoke hapo tulipokuwa tuende mbele. Ndio maana ya kuitisha maridhiano. Ndio maana ya kuitisha maridhiano. Na sisi tunayo mengi katika nchi, kila mmoja anajua. Tunatoka miaka hiyo, tuanze kuyafurumua hapo tuyaweke mezani, mnadhani nchi itakuwaje? Kwa hiyo hekima inatuongoza kukaa kimya katika baadhi ya mambo, tuache vitu viende. Kwa hiyo nguzo ya 4 kwenye maridhiano ni alhikma, kuwepo na mtu mwenye hekima katika kuyaendea mambo. Bila ya kuwepo na hekima, basi ujue maridhiano hayawezi kuwepo. Lakini jambo la mwisho ni husnun niyya, kuwepo na nia ya kweli ya dhati katika mioyo ya watu. Nia ya dhati, dhamira ya dhati katika mioyo ya watu, katika kulijenga taifa pamoja. Isiwe kuna baadhi ya watu wanataka wapendeleo wao tu. Kuwe na nia ya dhati kweli kwamba hao wana uzalendo na nchi. Ikiwa nia zao wanakuwa wana vipaumbele vyao, wana vitu vyao wanavitaka, lazima vitekelezwe ndio waende kwenye maridhiano, hiyo haiwezekani. Wawe na nia ya dhati kwamba na wao wanataka maridhiano kwa ajili ya kulijenga taifa. Maana kuna baadhi ya watu wengine hawataki kwenda kwenye maridhiano kwa sababu wana interest zao. Zikifanikiwa hizo, zikirekebishwa hizo, ndio wanakwenda kwenye maridhiano. Isiwe hivyo. Wawe na husnun niyya, wawe na nia ya kweli katika nafsi zao kwamba lengo lao ni kulijenga taifa. Kwa hiyo Uislamu katika miongoni mwa vitu unapinga ni migogoro. Uislamu hautaki migogoro mahala popote pale. Uislamu hautaki migogoro. Na Mwenyezi Mungu anasema wasulhu khairun, kupatanishana, kuelewana ni jambo bora sana. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Ndio maana unakuta hakuna Muislamu anayepinga, hakuna Muislamu anayekataa, huwezi kumkuta Muislamu anakataa sulhu. Huyo hawezi kuwa Muislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema mataifa mawili watu wakigombana, watokee watu waende wakawasuluhishe. Katika wale wanaosuluhishwa, ikitokea mmoja akakataa kusuluhishwa, basi Waislamu waungane na lile kundi ambalo limekubali sulhu kumpiga yule ambaye kakataa sulhu. Maana yake Uislamu unakubali sulhu. Hata wewe kugombana ndugu yako, ikiwa utaki sulhu, wewe hauwezi kuwa Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema as-sulhu was-sulhu khairun, kupatanishana ni bora zaidi. Kupatanishana, kuwepo na kupatana ni bora zaidi. Uislamu unahimiza hilo. Kwa hiyo Uislamu unapinga migogoro katika jamii, na Uislamu unahimiza almusalahatu, kuelewana, maridhiano katika jamii, ili taifa liweze kusonga mbele, ili umma wa Kiislamu uweze kwenda mbele, jamii iweze kusonga mbele, maendeleo yaweze kupatikana. Lazima watu wakubali kushirikiana katika mambo yao. Inshallah nimalize kwa kuna maneno yanasema laisa alqawiyyu man yantasir fil khasami, mwenye nguvu sio yule ambaye anayetaka kushinda katika ugomvi, katika mapambano. Sio mwenye nguvu, bali alqawiyyu man yaqdiru ala iqafi alkhasami, mwenye nguvu ni yule ambaye anayeweza kumaliza ugomvi, kumaliza tofauti aliyokuwa nayo baina yake na mgomvi wake. Mwenye nguvu si yule ambaye anayetaka kushinda katika ugomvi. Mwenye nguvu ni yule ambaye anayeweza kumaliza tofauti yake kati yake yeye na yule mgomvi wake. Huyo ndio mwenye nguvu. Mnapokwenda katika meza ya maridhiano, usitake wewe uonyeshe kwamba mimi lazima nishinde, lazima ninayotaka mimi yawe. Hapana. Mwenye nguvu ni yule ambaye anayeweza kukaa kumaliza tofauti yake kati yake yeye na yule mgomvi wake. Lakini mwisho nimalize ujumbe wangu kwa kusema maridhiano si kushindwa. Ukigombana na mtu ndugu yako, ukikubali kukaa naye chini kuridhiana, haina maana kuwa umeshindwa. Mkigombana kwenye familia, kwa fulani na kwa fulani, mkikaa chini kusuluhishana, haina maana kuwa umeshindwa. La, maridhiano si kushindwa. Vyama vya siasa vikigombana, chama fulani na chama fulani,
Mkikaa chini kwenye maridhiano, haina maana kuwa umekubali kushindwa. La, kuridhiana si kushindwa. Jambo la pili, maridhiano ni ushindi dhidi ya chuki. Yani mkikubali kuridhiana, maana yake mmekubali kuishinda chuki iliyokuwa baina yenu. Mkikubali kuridhiana, mmekubali kuishinda chuki iliyokuwa baina yenu. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, mshindi na yani ushindi na msamaha wa kweli, sio kisasi. Ushindi na msamaha wa kweli sio kulipana kisasi, sio kufanya kisasi, al-itqan. La, ushindi wa kweli ni kule kusamehe kwa kweli, ni kule kukubali kuridhiana. Huo ndio ushindi wa kweli. Na jambo la nne, ushindi wa umoja ndio mara nyingi unakwenda kushinda ushindi dhidi ya chuki. Yani chuki wakati mwingine huwa inatafutaga ushindi, lakini watu mkikubali kuwa wamoja, mnaweza kuushinda ule ushindi dhidi ya chuki. Mkikubali kuondosha tofauti zenu, mkaelewana kwenye familia, mkapatana, chuki inakuwa imeshindwa dhidi yenu, nyinyi mnakuwa mmeshinda kati yenu. Kwa hiyo siku zote maridhiano huwa yanawafanya watu warudi katika mapenzi yao, warudi kwenye kujenga jamii yao, kujenga familia yao, kujenga nchi yao. Kwa hiyo hata nchi yetu ilipofikia hapa, watu wanahitaji lao liwe moja, watu wakae chini waweze kuridhiana na nchi iweze kupiga hatua. Asitafutwe mshindi ni nani. Wakati wengine wanatafuta mshindi ni nani, kuna wengine wapo jela wanaumia. Wakati wao wanatengeneza umwamba, unapambana huku hivi na hivi na hivi, nataka nione mshindi, kuna wengine wapo jela wanaumia. Sisi Waislamu tunapokubali maridhiano, kwa sababu tunajua kuna mashehe zetu wengine wana kesi za ugaidi wapo ndani, tunataka maridhiano nao watoke mashehe zetu. Kesi za kubumba tu, nyingine za kubumba wako jela, wengine wamehukumiwa juzi tu. Kwa tunapohitaji maridhiano, haina maana kuwa ni wanyonge, la. Haina maana tumeshindwa, la. Tumekubali kushinda dhidi ya chuki. Kwa hiyo tunaposimama na misimamo yetu, kuna wengine wanaumia wako jela. Tusinganganie tu kwa interest zetu sisi tu, huku nje tunameshipa shingo imetutoka hivi, kuna wengine wapo jela kwa wanaumia. Sasa kwa maslahi ya wale ambao wanaumia, tukubali kukaa chini sisi tuelewane, ili wale wenzetu nao watoke waendelee na maisha yao, wana familia, wana watoto, wanategemewa. Wewe haupo ndani, ndio maana huku nje umekaa unatoka mishipa shingo. Lakini mkikubali kukaa chini, wale wa ndani wanaweza wakatoka. Ni nani hapa anapenda shekhi wake kukaa ndani? Ni nani anafurahia mashehe kukaa ndani? Nani anafurahia mashehe kuwekeza ugaidi? Nani anafurahia? Tunataka haya kwa sababu tunaangalia maslahi mapana. Darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Tunatanguliza kuzuia madhara, japokuwa kuna maumivu tunayo, lakini tunaona kuna madhara kule, kuna wenzetu wanaumia, ndio maana tunayakubali haya. Kwa hiyo lazima tukubali kukaa chini kuweza kuyaondosha haya, maisha mengine yaendelee. Wakati wewe unakula ugali na mke wako na kuku, kuna wengine kule wanakula ugali na maharage yasiyoiva. Sasa tusinganganie tu hivi na hivi hatutaki. Kuna watu wanaumia kule. Kwa hiyo lazima wale watu wa siasa wakubali kukaa chini kufanya maridhiano. Lazima wakubali kukaa chini kufanya maridhiano ili mambo yaweze kuwa sawa katika nchi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana